viboko tu peke yake. Wakatukatalia. Hata kama hivi leo akaenda kule ataachiwa. Nacheza mpira hapo akaja akanibeba akaniambia nikamnunulia wacha atanipea akanipeleka labda ya kufunga Mungu akaniambia nilombe dudu yake. Taarifa tulipata tulikuwa ndani tunakula, akaja mjomba wake. Alipokuja mjomba wake akamwambia dada, nanili Samiri kuna mtu kamfanyia nanili kitendo kibaya. Kitendo gani? Ndo akazungumza akasema kuna mkaka alikuja hapa, alikuwa anacheza watoto, kaja akampa hela aenda akamnunulie juisi. Alipompa hela ile aende akamnunulie juisi, akawa anamfuata yule kaka kwa nyuma. Mtoto yuko mbele, yule mkaka yupo kwa nyuma. Sasa watoto wenzio walipokuwa wanacheza akasema mbona anamfuata kwa nyuma, twendeni tu tumfuate. Mjomba wake akatoka kwenda kumfuata kule. Kufika kule hawakumuona yule mtoto, kumbe yule kaka alikuwa akamfungia ndani. Wenyewe kurudi kidogo ndo anamuona yule mtoto anakuja. Wanamwambia vipi? Akatapika. Ndo akamuuliza mbona unatapika? Ndo akaelezea kile, akasema hivi alinifungia, tumeenda naye mpaka kule, kaniingiza mule ndani ya studio, kanitolea ule ududu wake, kanilambisha. Kwa yule mtoto akatapika. Sasa yule mtoto akawa anaogopa kuja kusema, akawa amekaa hapa. Wenzao wanamwambia hivi nenda kaseme, hataki. Nenda kaseme, anaogopa labda mama yake atampiga. Sisi kama wazazi tunaumia. Tuna watoto pia sisi wenyewe, watoto wadogo. Na huyo mtoto pia ni mtoto wangu. Ni mtoto mdogo wangu. Ni tukio hatarishi sana. Mtoto anauma, sisi ni wazazi tunahangaika kule leba peke yetu. Ila wakatuzuia kumpiga. Yaani tungempiga hata kidogo. Nafsi zimetuuma sana. Watoto watoto wote hapa umtaa wanazagaa mpaka mwisho kule. Hiki kitendo kitaendelea. Wangetuachia kwanza. Wakasema ule mtao wazazi ni wakali. Hakuna naye mjua. Anasema kwamba nimekuja mara nasaga mashine. Wako kuna tajiria waliowaajiri kazi. Sasa kazi walioajiriwa ni hii au vipi? Ndio kitu. Kuna mama mmoja aliyemtuma Johari. Angepatikana huyo Johari tukajua kwamba huyu hilo grupu lina watu wangapi? Wako 30 anapodai. Naitwa Yasini Hussein Juma bwana, mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere kata ya Ipuli. Tukio lilivyo, nilipata simu kwa wananchi wangu kama kuna kijana mmoja amembaka mtoto kupitia mdomo. Yaani amemuingizia uume wake mdomoni. Katika mahojiano yeye alisema ameagizwa kwa njia ya dawa, yani dawa uchawi yani. Sisi serikali hatuamini uchawi, lakini ndivyo alivyosema yeye kwamba aliagizwa na mama mmoja anaitwa Johari. Kwanza alianza kulala naye yeye, baadaye akampaka dawa. Baada ya kumpaka dawa akasema katafute mtoto wa kiume umuingizie uume wako mdomoni, alafu mimi kule mambo yangu yaendelee. Lakini shughuli zake tukamuuliza wewe una shughuli gani? Akasema mimi shughuli zangu ni msanii. Mimi simtambui. Yeye anasema anakaa mtaa wa pili huko, si karibu na makaburini huko. Hatua za kisheria ni kuita ulinzi na usalama, bi maana polisi wameondoka naye. Mimi nasema hii tabia jamani sio nzuri, na kama kuna kijana yeyote anafanya tabia hiyo, mimi naomba aache mara moja, kwani ni tabia mbaya, ni kubaka, na kubaka kifungo chake ni miaka 30.